Tulikuwa humo jikoni tunaosha vyombo, kushtukia tukaona moshi huku. Tukaona moshi, tukaanza kusema moto moto, wakaja watu wakaanza kuangalia. Nilikuwa nyumbani nikaona moshi mzito, nikaanza kuambia majirani, huko hamna usalama, huo moshi sio usalama. Baadaye nikaona ngoja niende kwa mdogo wangu huyo Leticia Msafia anapika hapa. Kuna usalama huko au jiko limewaka? Au mabweni ya watoto kuna usalama kweli? Nikaanza kufika ndio nakuta tukio hili. Ila nikafurahishwa kwamba watoto Mungu amesaidia, wako wote wazima, mpaka na walinzi na wapishi. Tumewahi na magari yetu ya kutosha yapo hapa. Tumefanikiwa kuzima moto. Chanzo cha awali kwa mazingira inawezekana kuna hitilafu ya umeme, lakini hakuna mtu yeyote aliyepata madhara ya kifo wala majeraha, isipokuwa tu mabweni yameungua karibu yote kama mnavyoona kwa sasa. Pamoja na kuwa kuna mabweni, pia kuna store ya kuhifadhi vyakula. Ndani ya hiyo store kulikuwa na vyakula kama mahindi, mpunga, mchele, maharage, mafuta ya kupikia. Kwa hatua za awali ambazo zimefanyika, tumewasiliana na uongozi wa shule. Wanayo majengo mengine kule yalikuwa yanajengwa ya hostel. Kwa baadhi ya watoto watapelekwa kule. Tunao watu wa zimamoto tumeshawasiliana nao, watafika hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa wanafunzi ili pindi watakapoona matukio ya moto yanatokea basi waweze kuchukua tahadhari. Kwa maana tumeona hapo vilikuwepo vifaa vya kuzimia moto, lakini kwa kuwa hawakuwa na ufasaha huo wa elimu, kwa hiyo ilikuwa ngumu kwao.